Bwana, klabu ya soka ya Dar es Salaam Young Africans imefikia makubaliano ya pande zote mbili kwa ajili ya kupata usajili wenye maana na usajili ambao walikuwa wanauhitaji. Kumbukwe msimu umemalizika, kila timu inafanya mahesabu yake, lakini Young Africans wamechagua kusajili wachezaji watatu wa moto mpaka hivi sasa ambao wataifanya timu kurejea kwenye mifumo yake. Mchezaji namba 1, namba 2 mpaka namba 3. Wote hawa ni wachezaji hatari zaidi kutoka katika klabu zao, na kila mmoja anafahamu sana uwezo wao, kila mmoja anafahamu sana viwango vyao. Sasa hii ni muda ambao kila mmoja anakwenda kufurahia kile ambacho kinakwenda kutokea kama ni shabiki wa Young Africans. Nikukumbusha tu kwamba kumbuka kushare, kusubscribe, kulike pamoja na kucomment ili uendelee kuwa familia ya channel yetu bora pendwa ya usajili na Young Africans. Kwa hiyo Young Africans bwana wameshafikia makubaliano ya pande zote mbili kwa maana ya kutekeleza kazi na utekelezaji wa kiusajili kwa namna moja ama nyingine. Jambo la kwanza ambalo Young Africans wamelifikia ni kuweza kufanya sajili ambazo zitawasaidia wao katika msimu huu kuweza kufika mahali ambapo wanapahitaji. Kwa hiyo majina yaliyopelekwa pale kwenye bodi ya usajili ya Young Africans ni Nuhumwe Mosi, akiwa anatajwa kama sehemu za usajili wa Young Africans. Namba 2 ni mchezaji ambaye anatakiwa kujiunga na klabu ya soka Young Africans haraka iwezekanavyo, ambaye ni mtaalamu kweli kweli, Jean Claude Gilumugisha. Namba 3 ni mwamba kutoka huko bondeni kwa Madiba, Afrika ya Kusini, ambaye anafahamika kwa jina la Costa Luka Libero. Huyu aliwahi kuchezea Sundowns, lakini aliondokaga kutokana na sababu za kutokuelewana. Kwa hiyo akajikuta anaachia ngazi na kuondoka kutoka kwenye kikosi cha Mamelodi Sundowns. In case ni kwamba Young Africans mpaka hivi sasa wapo katika mahojiano na mazungumzo mazuri kuhakikisha wanamalizana kabisa kwenye mifumo hiyo na wanatekeleza kile ambacho wao walikuwa wanakifahamu na wanakihitaji katika jambo moja na lingine. Ndio maana nasema kwamba wakati huu ni wakati ambao Young Africans wataendelea kutekeleza mipango kazi na mikakati kwa namna moja ama nyingine. Jambo lingine ambalo pengine Young Africans wanaendelea kulianikizia na kulitendea kazi ni eneo la viungo, ambapo kumbuka mwaka jana Young Africans walifanya usajili kwa maana ya msimu huu mkubwa sana ambao hakuwa na malengo kwa kweli. Walikuwa na wachezaji ambao waliwaondoa wazuri afu wakaleta wachezaji wabaya. Sasa hivi unaambiwa Stefan Aziz Ki ndani, Jean Claude Gilumugisha ndani, Nuhumwe Mosi ndani. Kwa hiyo ni wakati ambao Young Africans inaenda kujitanabaisha na kuonesha nguvu zake.